Gideoni alikuwa na askari 32,000. Adui walikuwa 135,000. Lakini Mungu alisema wengi sana. Je, unaweza kufikiri hali ambapo kupata msaada zaidi kunaweza kuwa tatizo? Leo tutaona jinsi Mungu alivyofanya jambo la ajabu, akampunguza Gideoni askari wake kutoka 32,000 hadi 300 tu. Kwa nini? Ili Israeli wasijikoroge na kusema tuliokoa kwa nguvu zetu. Hii ni hadithi ya imani, hofu na ushindi ambao hautegemei hesabu za binadamu. Katika Wahukumu sura ya 7 tunaona mfano mkuu wa jinsi Mungu anavyofanya kazi. Yeye hautaki kuwashirikisha katika utukufu wake. Anataka kwamba kila mtu ajue kwamba ushindi ni wake pekee. Gideoni alijifunza funzo hili kwa njia ngumu. Alichaguliwa na Mungu kuwaongoza Israeli dhidi ya Wamidiani waliowaonea. Lakini kabla ya vita, Mungu alimfundisha kwamba silaha kuu si idadi ya askari, bali imani katika Mungu. Hii ni somo la kina kuhusu jinsi Mungu anavyotutumia sisi tunapokuwa hatujali utukufu, bali tunamtaka yeye apate heshima yote. Wahukumu 7:1-3 inasema Yerub-Baali ambaye ni Gideoni na watu wote waliokuwa pamoja naye, waliamka mapema na kupiga kambi kando ya chemchemi ya Harodi. Kambi ya Wamidiani ilikuwa kaskazini yao, bondeni la More. Bwana akamwambia Gideoni, watu ulio nao ni wengi sana ili niwatie Wamidiani mikononi mwao, la sivyo Israeli wangeweza kujivuna dhidi yangu wakisema, mkono wetu mwenyewe umetuokoa. Sasa basi tangaza masikioni mwa watu ukisema, yeyote aliye na hofu na akitetema na arudi nyumbani aende zake haraka kutoka mlima Gileadi. Hapa tunaona Mungu akimwambia Gideoni jambo la kushangaza. Badala ya kumwongeza jeshi, anamwambia ampunguze. Sababu ni wazi, Israeli wasijikoroge. Mungu anataka kwamba kila mtu ajue kwamba ushindi utatokea kwa mkono wake, sio kwa uongozi wa binadamu au idadi ya askari. Matokeo yalikuwa ya kushangaza. Wahukumu 7:3 yasema hivyo watu 22,000 wakarudi nyumbani na watu 10,000 wakabaki. Askari 22,000 walikuwa na hofu. Hii ni 69% ya jeshi lote. Lakini bado Mungu hakuwa amemaliza. Hapa kuna mambo matatu ambayo wengi hawayaoni katika hadithi hii. Kwanza, maneno waliamka mapema katika mstari wa kwanza. Hii inaonyesha kwamba Gideoni alikuwa na wasiwasi mkuu. Haukuamka mapema kama huogopi. Yeye alikuwa akifikiria vita vikuu vya asubuhi. Pili, mtihani wa kwanza ulikuwa kuhusu hofu. Mungu hakusema wachafu au waoga. Alisema wale walio na hofu na wakitetema. Hii ni kawaida katika vita. Lakini Mungu anataka askari wasio na hofu, kwa sababu vita hii ni ya kiroho, sio tu ya kimwili. Jambo la tatu linashangaza zaidi, baada ya watu 22,000 kwenda nyumbani, bado Mungu alisema jeshi ni kubwa. Mstari wa 4 unasema, lakini Bwana akamwambia Gideoni, watu hao ni wengi bado. Askari 10,000 bado ni wengi sana kwa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kwa askari 10,000 Israeli bado wangeweza kusema, tulishinda vita kwa sababu tulishirikiana vizuri. Lakini kwa askari 300 tu, hakuna mtu angeweza kujikongoja. Kila mtu angejua kwamba ni Mungu aliyefanya hayo. Mtihani wa maji ni ule unaojulikana zaidi, lakini kuna mafunzo mengi ya kina hapa. Wahukumu 7:5-6 inasema watu walipelekwa mtoni na Mungu akasema, kila mmoja atakayepiga maji kwa ulimi wake kama mbwa anavyopiga, utamweka kando, vivyo hivyo kila mmoja atakayeinama kwa magoti yake kunywa. Watu 300 tu walipiga maji kwa mikono yao wakiyapeleka kinywani. Mengine 9,700 walipiga magoti kunywa. Je, hii ni kuhusu tabia za kunywa maji? Hapana. Ni kuhusu kujipanga kwa vita. Wale waliopiga maji kwa mikono bado walikuwa wakichunguza mazingira. Walikuwa tayari kwa vita. Wale waliopiga magoti walikuwa hawajali kile kinachoendelea. Mungu anataka askari walio macho. Lakini funzo kuu ni hili, Mungu anatumia njia za ajabu za kuchagua watu wake. Sio kwa utaalamu, sio kwa umri, sio kwa uzoefu wa vita. Ni kwa jinsi wanavyomjibu yeye. Hawa watu 300 hawakujua walikuwa wamechaguliwa. Walikuwa tu wakifanya kile kilicho kawaida kwao, kuwa macho na kujiandaa kwa kile kinachokuja. Hata viumbe walikuwa wakishuhudia mabadiliko haya ya ajabu.
Tai wa anga alikuwa akitazama kutoka juu. Simba wa msituni alikuwa akisikia kelele. Na farasi za vita ziliziamini mambo haya. Wao ni mashahidi wa jinsi Mungu anavyofanya kazi kwa njia zisizoeleweka. Ninaona kutoka juu, askari 300 tu dhidi ya 1000 nyingi. Je, hii ni mpango wa Mungu? Mimi ninajua nguvu za vita. Lakini hii siyo vita ya kawaida. Hapa kuna mkono wa Mwenyezi. Mimi nimekuwa katika vita vingi. Lakini sijawahi kuona askari wachache hivi wakiwa na ujasiri mkuu namna hii. Binadamu hawaelewi kwamba Mungu hawahitaji wingi. Anataka imani tu. Ndiyo. Mfalme mmoja anaweza kushinda jeshi zima kama ni mapenzi ya Mungu. Tutaona leo jinsi Mungu anavyofanya mambo yasiyowezekana kwa binadamu. Sasa je, tutafanya nini na somo hili? Kwanza, fikiria maeneo ya maisha yako ambapo unafikiri unahitaji msaada zaidi, rasilimali zaidi, watu zaidi. Labda unafikiria, kama ningekuwa na pesa zaidi au kama ningekuwa na elimu zaidi Gideoni anatuonyesha kwamba wakati mwingine kutokuwa na vitu vingi ni baraka, sio laana. Kwa sababu ni wakati wa udhaifu wetu ndipo Mungu anavyoonyesha nguvu zake. Pili, kuna hofu katika maisha yako ambayo inakuzuia kutumikia Mungu. Watu 22,000 walienda nyumbani kwa sababu ya hofu. Lakini watu 300 walibaki. Hofu ni jambo la kawaida, lakini kuendelea pamoja na hofu, huko ndiko imani inavyoanza. Tatu, unapojikuta katika hali ngumu, usiache Mungu akufanyie kazi. Mara nyingi tunataka kuongoza, kumwambia Mungu atafanye nini. Lakini Gideoni alijifunza kutii hata wakati haikueleweka. Mwisho, kumbuka kwamba Mungu anataka utukufu wote. Sio nusu, sio 90%. Utukufu wote. Wakati tunampa yeye nafasi ya kuonyesha uwezo wake, basi tunaona mambo ya ajabu. Tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa somo la Gideoni. Tumeona jinsi unavyofanya kazi kwa njia zetu tusizozielewa. Unataka tuamini wewe, sio nguvu zetu. Tunaomba ututie ujasiri wa kumwamini mkono wako hata wakati tunahisi hatuna vitu vya kutosha. Tusaidie tusifokope, bali tuendelee kukuamini. Na kwa yote tunayofanya, upate utukufu wako kamili. Kwa jina la Yesu, amina. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.